kuna kiwango cha ushirikiano baina ya Protestanti na kanisa Katoliki. Hii hautaisikia, wala Protestanti hawatakiri, lakini wanashirikiana kwa namna fulani. Ngoja nikufumbue macho. Kuna kitu kinaitwa World Council of Churches, umoja wa council ya makanisa WCC, inaundwa na Protestanti. Hata hivyo, yani ni wa Protestanti tu, Waarasi hawapo hapa. Lakini hata hivyo, kanisa la Roman Catholic huwa linashiriki baadhi ya matukio. Kuna kitu kinaitwa Joint Working Group ambayo ilikuwa established yule mwaka 1965, wanashiriki. Lakini pia wanashirikiana katika wiki ya maombi ambayo wanasema huwa wanaombea umoja wa Kikristo. Lakini pia kuna kitu kinaitwa Faith and Order Commission, Roman Catholic wapo wanashirikiana na Waprotestanti. Lakini pia wawakilishi wa Roman Catholic huwa wanakuwepo katika mikutano ya World Council of Churches. Sasa nikuulize, eti mimi leo nina mikutano, nina bodi yangu, ninasema kwamba labda nimejitenga kabisa na fulani, lakini yule fulani anaingia kwenye mikutano yangu, ananishauri, na kuna baadhi ya mambo tunayafanya kwa pamoja. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba we have something we share in common. Kuna kitu tunashare pamoja, kama ambavyo tumesha kuona hapo. Sasa dhambi kubwa ya Babeli leo ni nini? Babeli ana dhambi kubwa mbili. Katika ujumbe wa malaika wa kwanza wa Ufunuo sura 14 aya ya 9, amewanywesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Dhambi kubwa ya Babeli ni kuwanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Mvinyo ni nini? Mvinyo ni mafundisho potofu yanayolevya na kuwapotosha watu wa Mungu. Kama pombe ni mafundisho potofu yanayolevya. Roman Catholic pamoja na associate wao Protestants wanaudanganya ulimwengu, wanafundisha watu mafundisho ya uongo, watu wanalewa na wanashindwa kumwelewa Mungu. Kitabu cha Zaburi 60 aya 3 kinasema, umewanywesha watu wako mazito na kutunywesha mvinyo ya kutuyumbisha. Zaburi ya 75 aya 8 inasema, maana mkononi mwa Bwana mna kikombe na mvinyo yake inatoka povu, kumejaa machanganyiko, machafuko. Babeli ile maana inakuja, na sira zao wasio haki wa dunia watazifyonza na kuzinywa. Kitabu cha Yeremia 57 aya 7 kinasema hivi, Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilichoilevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Mataifa wamekuwa vichaa. Lakini hiyo hali ya kupoteza kuwa vichaa, kuwa wajinga, inasababishwa na nini? Ni mvinyo ambao umenyweshwa na mataifa. Nani aliyewanywesha? Ni Babeli. Babeli ni nani? Ni uhusiano huu, hii coalition, uasi unaoundwa na kanisa ya Roman Catholic pamoja na associate wao makanisa yale ya Kiprotestanti. Sasa matokeo ya huu mvinyo, haya mafundisho bandia, ni ujinga unaosababishwa na kukosa ufahamu. Kitabu cha Isaya 29:9-12 anasema, ngojeni mstaajabu, fanyeni anasa zenu na kuwa vipofu. Wamelewa wala si kwa mvinyo, wanawayawaya wala si kwa sababu ya kileo. Wamekuwa vipofu. Makanisa hayaoni madai ya sheria ya Mungu. Makanisa yamepotoka, hayamuheshimu tena Mungu. Makanisa hayaeleweki. Anasema, kwa maana Bwana amewamwagieni roho ya usingizi, amefumba macho yenu, yaani manabii, amefunika vichwa vyenu, yaani waonaji, na maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya chuo kilichotiwa muhuri. Leo unavyowafundisha watu neno la Mungu, yaani Biblia, inakuwa ni kama kitabu kisichoeleweka. Na ndio maana wapo wachungaji wa makanisa ya Kiprotestanti, hata Roman Catholics, wanaofundisha waumini wao ya kwamba kitabu cha Danieli na Ufunuo ni kitabu kisichoeleweka, kwamba tutakielewa mbinguni. Na mimi nikuulize wewe mchungaji, unayedanganya watu, hicho kitabu utakachokielewa mbinguni ndio hiki ambacho kimesema, heri yasomaye na wao yashikao maneno nabii huo na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Kilitolewa cha nini sasa kama tutakielewa mbinguni? Mtu wa Mungu, amka, utoke kwenye huo mfumo muovu. Anasema kwamba maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya chuo kilichotiwa muhuri. Hawafahamu hata wakisoma hivi vitabu, hawaelewi, wanapotosha Biblia. Yamekuwa kama maneno ya chuo kilichofungwa. Anasema ambacho watu humpa asiye na maarifa, wakisema tafadhali ukisome hiki, akasema siwezi kwa kuwa kimetiwa muhuri. Yaani watu hawakielewi, lakini bado anakichukua, wanampatia mchungaji wao, mwinjilisti wao asiye na maarifa, naye anawapotosha kwa sababu wamemwamini. Kwa hiyo mataifa yamechanganyikana, yamepoteana, hayaelewi, hayamuelewi Mungu. Baadhi ya mafundisho sasa ambayo yako katika hii Babeli, hii coalition, ni mafundisho ya kutokufa kwa nafsi. Babeli inafundisha ya kwamba mtu akifa anaendelea kuishi, mafundisho ya umizimu. Biblia inasema mtu aliyekufa hajui neno lolote, kumbukumbu lake limesahaulika,
anasubiri ufufuo. Babeli na makanisa mengine ya Kiprotestanti anafundisha mtu akifa anaendelea kuishi aidha motoni au mbinguni. Ni uongo ulioje. 2, ni moto wa milele usio na kikomo. Neno la Mungu linafundisha wazi ya kwamba kutakuwa na moto wa milele, hukumu kwa ajili ya waovu. Nenda soma Ufunuo sura 20. Lakini Biblia haifundishi ya kwamba ule moto utakuwa unawaka bila kikomo. Biblia haifundishi hivyo. Inafundisha ni moto ambao matokeo yake ni ya milele. Na ndio maana Malaki anasema mtawakanyaga waovu, watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu. Kitabu cha Obadia sura ya 1 aya 16 kinasema ya kwamba waovu watakuwa kana kwamba hawakuwahi kuwepo. Na mimi nikuulize swali, hivi mtu ambaye yani ni kama hajawahi kuwepo, unaweza kuona muona mtu alafu unasema kwamba huyu mtu ni kana kwamba hajawahi kuwepo? Hapana. Tafsiri yake ni kwamba amepotea na kumbukumbu yake imefanyaje? Imesahaulika. Kwa hiyo Biblia inasisitiza kwamba ni kinyume na mapenzi ya Mungu ya kwamba awaone watu wakiteseka kwenye ule kwenye ule moto miaka 10, 20, 100, 1000, milioni, bilioni, trilioni bila mwisho. Huyo sio Mungu mwenye upendo. 3, kuombea wafu na kuomba kwa watakatifu. Huu mfumo wa Babeli huu ulioanzishwa na Roman Catholics unafundisha habari ya kuwaombea wafu. Neno la Mungu halifundishi hicho kitu. Wafu hawajui chochote. Niombee nikiwa hai nipate nafasi ya kutubu. Nikifa kumbukumbu langu limesahaulika, nasubiri hukumu. Kuomba kwa watakatifu. Utasikia Petro utuombee, Yosefu utuombee, Mariamu. Watu wa Mungu, ni wapi pameandikwa kwenye neno la Mungu ya kwamba tuombe kwa hao watakatifu? Wapi pameandikwa? Ni machanganyo. Mataifa yamelevywa na mvinyo ya huyu Babeli. Lakini pia wanadamu kuchukua nafasi ya Mungu. Mfano, watu wa Mungu, umefanya dhambi, unaenda kwa mtu askofu anayekula kama unavyokula wewe, naye anayesubiri naye rehema za Mungu, unatubu kwake, naye anakuambia egote absolvo peccatus tuis, kwamba mimi nimekusamea dhambi zako wewe. Neno la Mungu linafundisha ya kwamba tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yohana 1:2. Basi watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msifanye dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Sio padri, sio askofu, sio mchungaji. Usijidhalilishe mtu wa Mungu. Nenda tubu dhambi zako kwa Yesu anayeona sirini, atakusamehe na utaishi maisha mapya. Usiende kupiga magoti kwa mtu ambaye naye ana dhambi zake anazopaswa kuzipeleka mbele za Mungu. Neno la Mungu alifundishi kitu kama hicho. Ndoa za jinsia moja, baadhi ya makanisa yanapigia chapuo ndoa za jinsia moja. Babeli huko, ibada ya sanamu, utakatifu wa Jumapili na kupuuzia madai ya sheria za Mungu. Babeli inakanyaga chini sheria za Mungu. Lakini sheria hizi ambazo Babeli inazikanyaga ndizo ambazo zitakuja kuwahukumu. Ninaomba Mungu awapatie neema mbadilike, maana sivyo ndizo sheria ambazo zitakuhukumu. Nakumbuka hapa tunaongelea habari ya mfumo ulioasi, uliopotoka. Hatuongelea habari ya mtu. Na ndio maana neno hili linafundishwa ya kwamba toka kwake. Tokeni Babeli. Toka katika mfumo huo muovu ulioanzishwa na Shetani, kwa sababu ukibaki huko, hukumu za Mungu zikikuta huko, utapotea. Sasa haya yote ni mengi, ni mfano wa mvinyo ambao Babeli hii imeonyesha watu wa mataifa na kuwafanya wafarakane na Mungu wao. Uasherati ni nini? Uasherati ni mahusiano batili yanayotokea pale kanisa la Mungu linapokuwa na muungano na serikali za kidunia, likiwa limemwacha Mungu wa mbinguni pamoja na ibada ya sanamu. Huo ndio uasherati. Ukisoma Yeremia sura ya 2 ya 18 hadi 20, anaongelea habari ya Yerusalemu ambaye aliacha kumtegemea Mungu akaanza kutegemea washirika Misri, Babeli na sehemu zingine, na Mungu alimuita muasherati. Katika ile ya 19 anasema uovu wako mwenyewe utakurudi, maasi yako yatakukaripia. Ujue basi ukaone ya kuwa ni jambo baya sana na chungu kuwa umemwacha Bwana Mungu wako, na ya kuwa moyoni mwako hamna kunihofu, asema Bwana, Bwana wa majeshi. 20, kwa maana tangu zamani wewe umeivunja nira yako na kuvipasua vifungo vyako, ukasema mimi sitatumika. Kwa maana juu ya kila mlima mrefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi umejiinamisha, ukafanya mambo ya ukahaba, mahusiano yasiyofaa baina ya kanisa na ulimwengu katika namna zake. Na hii tunaiona pale ambapo kanisa hili lilianza kupokea nguvu kutoka kwa ufalme wa kidunia. Tumeona kwamba ule mwaka wa 538 Justinian analipatia nguvu kanisa kuwatesa watu wa Mungu waaminifu. Lakini Konstantini pia alifanya hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na aina hiyo ya uhusiano usiofaa. Huo ndio uasherati, mahusiano yasiyofaa baina ya kanisa na Mungu. Hakuna uhusiano wowote kati ya kanisa na ulimwengu. Ndio, kanisa liko ulimwengu, lina kazi ya kuhubiri, lakini kanisa linajifungamanisha na Mungu na linamtegemea Mungu peke yake. Kitabu cha Ufunuo 18:1 hadi 4. Baada ya hayo nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake.
akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule ulio mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila pepo roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kanisa la Rumi hapo kwanza ni watu wa Mungu walienda kuhubiri kule, mitume walihubiri kule, lilikuwa liko vizuri. Yesu Kristo alikuwa yuko pale katika kanisa la Rumi, lakini baadaye lilikuja likamwacha Yesu, likafanya ukahaba na wafalme wa dunia, likapotoka. Yesu akaondoka, Roho Mtakatifu akaondoka kanisani, likaja kuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu. Mafundisho ya uongo utayapata pale, ni ngome ya shetani, imejizatiti, ni mfumo uliopotoka, umeoza mpaka kwenye mizizi kiasi kwamba hauwezi kubadilika. Na ndio maana kuna wito ya kwamba watu wa Mungu tutoke katika mfumo muovu wa Babeli kabla tujachelewa sana. Imekuwa ni ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, ngome ya mashetani, maskani ya mashetani, ngome ya kila roho mchafu. Na hii inaonekana kupitia mafundisho yasiyofaa na mambo mengine kadiri tutakavyokuja tuyaone hapo mbele. Katika aya 3 anasema, kwa kuwa mataifa wote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye. Na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Siku tutakuja kujifunza hii kwa undani, habari ya huu uhusiano unaoonekana wa kidiplomasia wa kawaida baina ya kanisa Roman Catholic pamoja na wakuu wa ulimwengu. Kuna vitu huko chini, kanisa linajitajirisha, kanisa linapata kiburi, na upo wakati ambapo kanisa litakuja kutumia mamlaka ya hizi serikali kwa ajili ya kutesa watu wa Mungu kama lilivyofanya katika kile kipindi cha nyakati za giza. Wakati huo unakuja, na kitu ambacho hukifahamu ni kwamba wakati huo kanisa litakuwa linashirikiana na Waprotestanti. Tutaenda kuangalia kwenye ujumbe wa malaika watatu. Aya ya 4, wito wangu, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Babeli imeoza. Babeli sio tena makao ya Mungu. Babeli ni maskani ya mashetani, makao ya pepo wachafu na kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, wewe Yesu amekufia. Toka katika mfumo muovu wa Babeli kabla hujachelewa. Kwa nini? Kwa sababu tunaenda katika ujumbe wa malaika watatu ambaye anatangaza hukumu kwa wale wote ambao watakataa huu wito. Kwa hiyo ujumbe ni kwamba toka Babeli kungali ni mapema, kwa sababu wakati unakuja, Yesu anakuja na atamlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Swali ni kwamba utakuwa wapi wakati huo? Utaendelea kuwa na kiburi ukipinga, ukisema ya kwamba dini hii, dhehebu hili ni babu yangu alikuwa hapa, ni babu wa babu yangu, kwa hiyo na mimi siwezi kuondoka. Sikiliza, babu yako, kila mtu atahukumiwa kwa kadiri ya nuru aliyopokea. Inawezekana babu yako kupata nafasi ya kusikia ujumbe, kwa hiyo ataokolewa kwa uaminifu wake katika kile kidogo alichokifahamu. Ole wako wewe ambaye utakuwa umefahamu ukweli, lakini kwa makusudi ukaamua kuupinga. Neno la Mungu linasema mtumwa aliyejua vingi ya kuvifanya atapigwa sana. Mtumwa ambaye alifahamu vidogo atapigwa namna gani? Atapigwa kidogo. Wagalatia 6:5, kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe. Huo ndio ujumbe ambao ninauleta kwako katika siku hii ya leo. Baada ya kuangalia ujumbe wa malaika huyo wa pili, tuangalie kwa uchache ujumbe wa malaika wa tatu. Ujumbe huu unapatikana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na ile aya ya 9. Tutaenda kuangalia aya ya 9 sana sana, japo umeshuka mpaka aya ya 11. Nasema hivi, na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, bila rehema, naye atateswa katika moto wa milele mbele za mwanakondoo na mbele za malaika wake watakatifu milele na milele. Huu ni ujumbe wa hukumu. Kwa hiyo kuna ujumbe wa kwanza tumeuona, malaika wa kwanza ile 14:6-7 pale. Tumeona malaika wa pili ametuambia nini maana ya Babeli, ametuambia kila kitu. Lakini hapa anatuambia kwamba mtu awai yoyote atakaye msujudu yule mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake atateswa mbele za Mungu, mbele za mwanakondoo na mbele za malaika milele na milele. Kwa hiyo huyu malaika yeye ana ujumbe wa hukumu kwa watakao sujudia sanamu ya mnyama na kupokea chapa yake katika vipaji vya uso wao au katika mikono yao. Sanamu ya mnyama ni nini? Chapa ya mnyama ni nini? Nini maana ya kuwekwa katika kipaji cha uso au kuwekwa katika mkono? Ndicho ambacho tutaenda kuangalia. Sanamu ya mnyama, tunajua kwamba sanamu ni mfano wa kitu halisi. Leo naweza nikawa hapa, mtu akaamua kuchonga kwa udongo au kwa jiwe sanamu yangu, ni mfanano wa vile nilivyo. Kwa hiyo sanamu ni mfanano, sanamu ya mnyama ni mfanano wa mnyama, ni mfanano wa mnyama kitabia pamoja na matendo.
Sasa ili tuweze kufahamu vizuri sanamu ya mnyama, kwa sababu tunaambia tupaswe kuisujudia, tunapaswa kujua mnyama alifanya nini. Matukio ya Ufunuo 14:9 yanaeleweka vizuri yakichunguzwa kutokea sura ya 13 katika ile aya ya 12, aya ya 14 na ile aya ya 15 mpaka aya ya 17. Kumbuka sura ya 14 ni mwendelezo wa Ufunuo sura ya 13. Sasa ili tuweze kufahamu mnyama, tuweze kufahamu sanamu yake, tuweze kufahamu na chapa yake, tupite kidogo katika aya ya 12, aya ya 14 na aya ya 15 mpaka aya ya 17 kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Neno la Mungu linasema hivi, Ufunuo 13:12, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye alifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Huyu mnyama wa pili anayepatikana aya ya 11 mpaka 18 anaufanya ulimwengu wote umsujudie mnyama wa kwanza, ambaye tuliona mnyama huyu wa kwanza alikuwa yupo kwenye aya ya kwanza mpaka ya 10 ya Ufunuo 13, ambaye tulimuona kama ufalme wa Rumi katika ile fezi ya Rumi ya kidini. Kwa hiyo hapa anasema kwamba huyu mnyama wa pili ambaye tulishamfahamu ya kwamba ni Uprotestanti, ukiwa unawakilishwa na Marekani, mwanakondoo mwenye pembe mbili, unalazimisha watu wa ulimwengu wamfanyie ibada yule mnyama wa kwanza, yani yule Rumi. Anasema hivi katika aya ya 14, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi, anawapoteza kama tulivyoona kwa mafundisho yake ya hovyo. Anasema kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la mauti, naye akapona. Kwa hiyo anawaambia wakazi wa ulimwengu ya kwamba wamfanyie sanamu mnyama yule wa kwanza aliyekuwa na jeraha la mauti, naye akapona. Na tulishaona huyo mnyama mwenye jeraha la mauti nani? Ni upapa. Kwa hiyo huu Protestanti katika ile aya ya 11 mpaka 18, mnyama huyo wa pili unafanya wakazi wa dunia wamfanyie sanamu mnyama yule wangapi? Wa kwanza, yani wa Rumi, upapa. Na ndio maana neno la Mungu linafundisha ya kwamba hata kama sasa hivi kunaonekana kuna separation kubwa baina ya Roman Catholicism pamoja na Uprotestanti, itafikia wakati wataungana kuwa kitu kimoja, kwa sababu neno la Mungu linatuambia Uprotestanti utakuwa unalazimisha watu kumfanyia sanamu ya mnyama yule wangapi? Wa kwanza, ambaye ni ufalme wa upapa, ufalme wa Rumi katika ile fezi ya Rumi ya kidini. Sasa aya ya 15 mpaka ya 17 ndipo sasa kunakuja kuwa kuna chapa ya mnyama. Anasema hivi, anasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, yani akapewa kuitia pumzi, akaihuisha. Kitendo cha kuihuisha ile sanamu ya mnyama kwa lugha rahisi ni kumfanya yule mnyama wa Ufunuo 13:1 hadi 10 aingie tena katika ulingo, afanye tena yale aliyoyafanya katika zama zile. Sanamu haiwezi kufanya kitu, lakini inapopewa pumzi, maana yake inapewa nguvu na mamlaka ili iweze ku-exercise nguvu zake ambazo ilizi-exercise hapo kabla. Na ndio maana tunafundisha ya kwamba upapa utakuja kupata madaraka yake uliyoyapoteza, na ukishayapata utatesa watu wa Mungu kama ulivyozoea kutesa hapo kwanza. Nani atakayempatia papa mamlaka haya? Ni Uprotestanti. Ukishirikiana na nani? Ukishirikiana na serikali za dunia. Tunaelekea huko, na ndio maana tuna kitu kinaitwa World Council of Churches, lakini pia hii WCC imefungamana kwa namna fulani na Catholicism. Ni maandalizi ya kuelekea wakati huo. Sanamu ya mnyama ni nini? Sanamu hii kama tulivyosema ni sanamu ya mnyama yule wa kwanza. Sanamu ni igizo la kitu halisi, na baadaye itatiwa pumzi, yani itahuishwa ili ifanye kama ilivyofanya hapo kwanza. Ilifanyaje? Ilitesa watu wa Mungu, ilichoma watu wa Mungu moto. Watu wa Mungu walinyang'anywa mali, wakatiwa magerezani, wakawindwa kama wanyama, wakikimbizwa huku na huko, wakitupwa katika zile kumbi, zile stadiums, ule ukumbi wa Kolosiamu, wamevalishwa ngozi za wanyama, wanararuliwa na simba pale, chui na wanyama wengine wakali, huku watu wakitazama wakicheka kama leo mtu unavyotazama mpira. Kwa hiyo mnyama wa kwanza ilikuwa ni upapa katika mavazi ya utawala wa kidini na kiserikali, iliyotesa watu wa Mungu na kuangamiza wale walioitwa wazushi. Kwa hiyo kama neno la Mungu linavyofundishwa, mamlaka haya ya papa, yule mnyama aliyepewa pigo la mauti na akapona, atarudia tena kile alichokifanya pale mara ya kwanza, na atakapopewa pumzi ya uhai, support itatoka kwenye kanisa, itatoka kwenye huu Uprotestanti. Na ndio maana tunaona maandalizi tayari yanafanyika kuja kufikia wakati ambapo hawa wawili watakuja kuwa wamoja tena, watakuja kukubaliana tena katika kitu kimoja, watakuja kukubaliana katika kitu kimoja. Na kama vile yule mnyama wa kwanza hakuwatesa watu wa Mungu bila kuwa na support ya serikali. Kwa hiyo hapa tunakuja kuona muungano wa vitu vitatu. Tutaona Uprotestanti
unaoungana na Catholicism na kanisa la Roman Catholic, lakini unakuja kupata support ya serikali pia. Hau utatu bandia utafanya kazi kwa pamoja katika kuwatesa na kuangamiza watu wa Mungu. Na ndio maana Ufunuo 16:13 mpaka 14 anasema kwamba nikaona roho tatu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na kutoka katika kinywa cha yule mnyama na kutoka katika kile kinywa cha nabii wa uongo. Huyu nabii wa uongo ndio Protestanti. Huyu joka ndio serikali. Sasa ni shetani anafanya kazi kupitia serikali za kidunia. Kama tulivyoona, alifanya kazi kupitia Babeli, akafanya kupitia Wamedi na Waajemi, akafanya kupitia Wayunani, na baadaye anakuja kufanya kupitia kwa Warumi. Kwa hiyo utatu huu bandia kwa pamoja unakuja kutesa watu wa Mungu. Aya 14 anasema hizi ndizo roho za mashetani. Na ndio maana tumejifunza kwenye Ufunuo 18:1-4 ya kwamba ile iliyokuwa maskani ya Mungu hapo kwanza, kanisa takatifu, limegeuka kuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Anasema hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Na ndio maana Mungu anapoongea habari za hawa wanyama, anawalaumu ya kwamba wamewanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wao. Kwa sababu yao mataifa yataangamia. Na ndio maana kuna wito tuliokwisha kuusoma ya kwamba tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, msije mkapokea mapigo yake. Onyo limetolewa, ni wewe kukubali au kukataa. Unachagua kusuka au kunyoa. Sasa kuna chapa ya mnyama. Tumeshaona habari ya sanamu ya mnyama, kutengeneza sanamu ya mnyama na kuitia pumzi. Tukaona ni support ambao Protestanti utatoa kwa mamlaka ya Roman Catholic iliyopoteza nguvu zake, kuihuisha, kuifanya iwe na nguvu ile iliyokuwa nayo katika kile kipindi cha zama za giza, na kwa kushirikiana na serikali kuwatesa tena watu wa Mungu. Na ndio maana tumesoma aya 15 mpaka aya 17 ya kwamba anawalazimisha wakazi wote wa duniani, masikini kwa matajiri, walio huru kwa watumwa, mtu wa kila class, kila kundi katika jamii aweze kupewa ile chapa ya mnyama. Na sasa twende kwenye chapa ya mnyama. Ni nini? Chapa ni ishara ya umiliki. Ninavyokuwa na kitu nikakitia muhuri, manake ninaonesha ninakimiliki hicho kitu. Na ndio maana tumeona kuna muhuri wa Mungu Ufunuo 14:1-3. Lakini pia Ezekieli sura ile ya 9 aya 3 na 4. Lakini pia hapa kuna chapa au muhuri wa mnyama. Huu maana yake mtu atakayekubali kuupokea huu, maana yake anakiri ya kwamba yuko chini ya huyu mnyama. Unaweza kusoma hivyo. Anasema katika Ufunuo 13:1-10 tayari ameshafahamika kama Rumi katika vazi la kidini. Sasa nakuja kuungana na Uprotestanti na kupata sapoti ya serikali katika kuwalazimisha watu kuwa na chapa yake. Na hii chapa kama tulivyojifunza kwenye somo lilotangulia kwenye ule ujumbe wa malaika wa kwanza ni sabato bandia. Angalia kile anachokisema C.F. Thomas, huyu ni kansela wa Kardinali Gibbons, mojawapo ya makardinali maarufu sana. Anasema kwa kweli kanisa Katoliki hudai kuwa ndilo lilofanya badiliko hilo la siku ya ibada. Nitajikita sana hapo kwa sababu ndio pointi ya muhimu. Sabato ya siku ya saba ndiyo sabato pekee inayomuinua Mungu na kumtambulisha kama pekee mwenye uwezo wa kuumba mbali na miungu mingine yote. Mungu anaweza kufanya miujiza, shetani pia anaweza kufanya miujiza, lakini Mungu anaweza kuumba. Shetani, mapepo wala mungu mwingine yoyote duniani hawezi kuumba. Budha haumbi, wala Shiva na miungu mingine yote, taja yote, hakuna mwenye uwezo wa kuumba. Na sabato ndio pekee inayomtambulisha Mungu kama mtawala na muumbaji, na ndio maana inapigwa vita. Kwa hiyo hata sisi tutaisema sana na tutainua sana, kwa sababu katika kuisema hii tunamuinua Mungu na kumfanya pekee mwenye uwezo wa kuumba. Ndio agenda yetu mpaka mwisho wa wakati. Anasema hivi, kwa kweli kanisa Katoliki hudai kuwa ndilo lilofanya badiliko hilo, na kitendo hicho ni chapa ya uwezo na mamlaka yake. Narudia, na kitendo hicho ni chapa ya uwezo na mamlaka yake ya kidini katika masuala ya dini. Tulibadilisha, na badiliko hilo ni chapa ya uwezo wetu katika kutangua sheria na mamlaka ya Mungu. Mungu anasema nenda kushoto, yeye anasema nenda kulia. Mungu anasema baki hapa, yeye anasema ondoka. Tumejifunza tangu mwanzo kwamba roho ya Babeli ni uasi, kwenda kinyume na Mungu. Mungu anasema tawanyikeni duniani kote, wao wanasema tutakaa hapa, tutajenga mji, tusitawanyike. Mungu anasema ikumbuke siku ya sabato itakase, yeye anasema hapana, shika kitakatifu siku yoyote utakaoona kuwa ni njema. Mungu anasema usile hiki kula hiki, yeye anasema utakula vyote. Roho ya Babeli inaonekana katika roho ya Babeli ile ya zamani inaonekana katika Uprotestanti na kanisa Roman Catholic leo katika coalition hiyo ya Babeli, katika huo mfumo muovu kwenda kinyume na kila ambacho Mungu anakisema. Sasa
Chapa katika mkono wa kulia au katika kipaji cha uso. Chapa sio alama inayoweza kuonekana kwa macho. Kuna baadhi ya movie, shetani anapotosha sana watu. Kuna baadhi ya movie unaona eti mtu anawekwa 666 kwenye kipaji cha uso au katika mkono wake, alama inayoonekana. Huu ni upotoshaji, ili ikija kuitambua. Hii sio kuonekana kwa macho. Watu wa Mungu wenye muhuri wa Mungu sio muhuri unaoonekana kwa macho, lakini ule ni utii, kutulia katika kweli. Maana huyu mtu amewekwa muhuri wa Roho Mtakatifu, na ndio maana kitabu cha Efeso sura ya 4 kinasema kwamba mliwekwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Paulo alikuwa na Roho Mtakatifu, hivyo alikuwa na muhuri wa Mungu, lakini usingeweza kumuona anatembea kwenye kipaji cha uso ana kitu fulani kinachoonekana. Hapana, lakini ni ule ukubali, ni ile kutulia katika kweli. Kwa hiyo hii chapa ya mnyama tafsiri yake ni nini? Ni ile hali ya kukubaliana na mamlaka ya mnyama huyu, hasa ile ya kubadili majira na sheria za Mungu. Angalia kitabu cha Ezekieli 9:3 hadi 4. Kwa hiyo sio muhuri unaoonekana kwa macho, lakini pale ambapo unakubaliana na mamlaka ya huyu mnyama akishirikiana na wale mabinti zake wale wa Protestanti, unapokubaliana nao, tafsiri yake ni kwamba wewe una chapa ya mnyama. Na anavyosema katika kipaji cha uso, anamaanisha ukubali, ile consciousness ya kwamba I accept the authority of this beast ambaye ametoka baharini na yule ambaye ametoka nchi kavu. Katika mkono tunajua kwamba neno la Mungu linasema chochote mkono wako upatacho kukifanya, ukifanya kwa nguvu zako. Kwa hiyo swala zima lipo kwenye kazi, yani kazi tu. Na ndio maana Sabato inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Siku ya 7 usifanye kazi wewe wala watu wako wa karibu. Na ni issue ya kazi, lakini huyu anakuja kusema chapa kazi siku ya Jumapili, chapa kazi siku ya Jumatatu, fanya tu unachokiona, na kwamba unaweza kuteua siku yoyote kuwa siku ya pumziko. Kwa hiyo mgogoro upo kwenye kazi, mgogoro upo kwenye Sabato, mgogoro upo katika kumtambulisha Mungu kama pekee mwenye uwezo wa kuumba mbali na miungu mingine. Soma Isaya 44, Mungu anasema mtanifananisha na nani? Na anataja sifa yake pekee ya uumbaji. Anasema mtu atachukua mti, atachonga sanamu, sehemu ya huo mti atapikia, sehemu nyingine atatengeneza sanamu ambalo haliwezi kumove, haliwezi kuongea, haliwezi kumjibu akiomba, sanamu ambayo haiwezi kufanya chochote. Lakini anasema yeye Mungu wa mbinguni anasikia, yeye Mungu anaongea, anaumba, na ni Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka dhidi ya shetani na dhidi ya miungu mingine inayotajwa katika ulimwengu huu. Kitabu cha Danieli 7:25 kinasema ile pembe ndogo naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Kwa hiyo hii Sabato bandia, ibada ya Jumapili, sasa hivi haishurutishwi, lakini itafika wakati itashurutishwa. Watu wa Mungu watalazimishwa kuabudu siku ya Jumapili, na wale wote watakaokataa kupokea hii chapa ya mnyama watauawa, kama ambavyo C.F. Thomas anasema kwamba Jumapili ni chapa ya mamlaka na uwezo wao. Itafikia wakati chapa hii italazimishwa kwa watu wa Mungu na itapewa support ya serikali, support ya Protestanti pamoja na wahusika wakuu, yani Roman Catholic Church. Wakati huo unakuja kitabu cha Ufunuo 12:14-12, wako watakatifu wasioisujudia sanamu. Anasema hapa ndipo kwenye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Angalia, wale wanaoipokea chapa ya mnyama kwenye Ufunuo sura ya 13 wamekataa madai ya amri za Mungu, lakini sura ya 14 inakuja inatambulisha watakatifu washindi wenye subira walioshika amri za Mungu. Na unaposoma Ufunuo 14 aya ya kwanza, anasema kisha nikaona na tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Walikataa kuwa na chapa ya mnyama katika vipaji vya nyuso zao, badala yake wanakuwa na jina la Mungu na jina la mwana Yesu Kristo katika vipaji vya nyuso zao. Hawa ndio washindi, ndio waliotoka kwenye ile taabu kuu ambao Danieli anasema haijawahi kuwepo tangu lilipokuwepo taifa, tangu dunia kuumbwa. Kwa hiyo wameibuka wakiwa waaminifu katikati ya uasi huu, katikati ya watu waliolewa kwa mafundisho bandia, watu waliofarakanishwa na Mungu kwa sababu ya uasi wa kimafundisho. Wapo watu waaminifu na sifa zao bainishi ni kwamba ni watii kwa amri za Mungu na wana imani ya Yesu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 aya ya 10-11 kinasema usiogope mambo atakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. 11, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Kuna mateso yanakuja huko mbele yetu kwa ajili ya watu wa Mungu walio waaminifu, lakini Mungu ni mwaminifu. Anasema uwe mwaminifu hata kufa. Ikiwa uaminifu wako utagharimu mauti,
uwe mwaminifu hata kufa. Lakini wito wangu wa mwisho ni Ufunuo 18:4. Tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 aya ya 16, Yesu anasema, na kondoo wengine ninao ambao sio wa zizi hili, na hao nao imenipaswa kuwaleta pamoja, kisha kutakuwako na kundi moja na mchungaji mmoja. Wapo watu wa Mungu waaminifu kutoka huko Babeli, na wakati utafika wataisikia sauti ya Mungu na watatoka huko na kuja kujiunga katika zizi linaloongozwa na Yesu Kristo. Anasema kutakuwako na kundi moja na mchungaji mmoja. Watu hawa wanaozishika amri za Mungu, ikiwemo Sabato, Jumamosi ya siku ya saba inayomtambulisha Mungu kama muumbaji. Wito wangu ni kwamba hakikisha upo kwenye hili kundi kabla wakati haujaisha. Wakati tulionao si mwingi. Unaweza kaangalia hii Ufunuo 14 ya kwamba baada tu ya hawa malaika kumaliza jumbo zao, kitambo kidogo anaonekana katika mawingu. Na huyo anayeonekana katika mawingu anasema anakuja na mshahara wake kwa ajili ya kumlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Na mimi nikuulize, utakutwa ukiwa wapi wakati huo? Ukikutwa Babeli umepotea, ni vyema ukatoka wakati huu, kama tu ilivyokuwa katika ule ujumbe ambao Mungu aliutoa kwa Misri. Alisema kwamba nitaleta mvua kubwa ya mawe iliyoambatana na radi, lakini akatoa oda, akamwambia Farao na watumishi wake ya kwamba ondoa mifugo yako shambani, ondoa watumishi wako shambani, wote wawe ndani ya nyumba. Watakaokutwa shambani hakuna atakayepona hata mmoja. Wengine walitii kwa wale wa Misri, wakaondoa watumishi wao na wanyama wao. Mvua ilikuja, wale watumishi walioondolewa kutoka nje walipona, lakini wale waliokaidi wakabaki mashambani, hakuna aliyerudi hata mmoja. Na kitabu cha Ufunuo kinatuambia kwamba huko nje wako mbwa, huko nje wako mbwa, lakini ndani kuna utulivu, ndani kuna Yesu. Chagua kutoka nje katika mfumo muovu wa Babeli, jinsi tulivyojifunza, na uje ndani katika zizi, kwa sababu huko nje sio salama. Mungu akubariki sana, na tuendelee kuwa pamoja, na nina uhakika kwamba umeelewa ujumbe wa malaika wa pili na watatu unaoandaa watu kwa ajili ya marejeo ya Yesu. Ikiwa tunahitaji kuwasiliana, basi unaweza tukaona ujumbe wako katika comment, au tukawasiliana kwa namba 0674 169 209, hiyo ni ya Yas, na nyingine ni ya Voda 0740 169 209. Na mpaka wakati mwingine, hatuna la ziada. Mungu wa mbinguni akubariki sana.